Mtazamaji mpendwa ambaye unaendelea kutufuatilia, hapa tupo katika banda la Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Tuko hapa kwa ajili ya kukuletea na kukuhabarisha yale yote ambayo yanafanyika ndani ya wizara hii. Kumbuka bado tupo kwenye maonesho ya 50 ya biashara Sabasaba, na moja kwa moja Radio Maria tukikuletea matangazo mbalimbali kutoka katika mabanda mbalimbali. Leo ni bahati iliyoje kufika katika banda hili la Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Tunakualika uandamane pamoja nasi ili kuweza kufahamu mengi ambayo wizara hii inafanya. Kiukweli wizara hii inafanya mambo mengi sana. Kwa hiyo sisi kwa uchache tutakuletea yale ambayo yanatendeka hapa, lakini huduma ambazo zinapatikana hapa. Na nikudokeze tu kwamba kama wewe unatafuta hati, pengine unafuatilia hati yako, ni vema ukafika kwenye banda hili ili uweze kujipatia hati yako. Watu wanapata hati tena kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo ninakualika uandamane pamoja na sisi ili uweze kujifunza, kupata elimu katika yale ambayo wizara hii wanayafanya. Mimi ni Happiness Mlewa, mwenzangu ni John Samki. Karibu. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ni taasisi ya serikali yenye jukumu la kusimamia sekta ya ardhi, upangaji na maendeleo ya makazi nchini. Miongoni mwa majukumu yake ni kuandaa na kusimamia sera, sheria na kanuni za ardhi, kupanga, kupima na kumilikisha ardhi, kutoa hati miliki, kuendeleza mipango miji, pamoja na kuhakikisha matumizi bora na endelevu ya ardhi kwa manufaa ya wananchi na maendeleo ya taifa. Kupitia utekelezaji wa majukumu haya, wizara imeendelea kuboresha huduma kwa kutumia mifumo ya kidijitali, kuimarisha usalama wa umiliki wa ardhi na kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini. Katika maonesho ya 50 ya biashara kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba mwaka 2026, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inashiriki kwa lengo la kuwafikia wananchi, kutoa elimu kuhusu huduma mbalimbali zinazotolewa na wizara na taasisi zake, pamoja na kupokea na kutatua changamoto zinazohusu sekta ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Wananchi wanaotembelea banda la wizara wanapata fursa ya kupata elimu kuhusu taratibu za upimaji na umilikishaji wa ardhi, usajili wa hati miliki, mipango miji, huduma za ramani na taarifa za ardhi, pamoja na kujifunza kuhusu maboresho mbalimbali yaliyofanyika katika utoaji wa huduma kwa njia ya kidijitali. Wizara inaendelea kuwakaribisha wananchi kutembelea banda lake katika maonesho ya Sabasaba 2026 ili kupata huduma, elimu na ushauri wa kitaalamu kutoka kwa wataalamu wa sekta ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Hadi sasa, wizara imeendelea kuongeza kasi ya utoaji wa hati za haki miliki ili kuimarisha usalama wa umiliki wa ardhi, kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kuwawezesha wananchi kutumia ardhi yao kama rasilimali ya maendeleo, kama ambavyo anabainisha Bwana Eliud Mangi, mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano serikalini. Sisi tumepangiwa angalau mpaka saa 12 tuwepo hapa, lakini kwa nature ya kazi yetu tunakaa mpaka saa 1, kwa wakati mwingine saa 2, mpaka watu wote waishe ndio tunaondoka. Hatuachi watu tuambie nendeni tutakuja kesho. Kwa tunawamaliza kwanza alafu ndio tunaondoka. Kwa kifupi, mpaka jana tulikuwa tumehudumia watu zaidi ya 800. Kwa Dodoma zilikuwa 35, Pwani 123, kwa Dar es Salaam peke yake 725. Kwa hiyo nina uhakika mpaka tunapoongea zitakuwa zimeongezeka. Kwa hiyo tukiunganisha jumla hati zimetoka kama 883. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana. Kisha naibu katibu mkuu wa wizara hiyo, Mheshimiwa Bi Lucy Kabiemera, amewapongeza kwa utendaji kazi wao. Najua katika mabanda yanaweza kuwa yanaongoza kuwa na watu wengi, na hila kwetu la Wizara ya Ardhi itakuwa ni mojawapo. Wito wangu kwenu ni kuendelea kuwahudumia wananchi, kutoa huduma nzuri, kwa sababu lengo letu sisi ni kuhakikisha, lengo kubwa ni kuhakikisha kunakuwa na usalama wa milki. Sasa usalama wa milki tu
ni katika kutoa huduma hizi ambazo tunazitoa kwenye sekta ya ardhi, na kubwa ni ile la kutoa hati. Kwa hiyo tuendelee kujipanga vizuri kama ambavyo tumeendelea kuwahudumia wananchi, tuhakikishe tunawahudumia vizuri. Najua Mheshimiwa Waziri alishapita, alishakumbushia hilo jukumu, na niwapongeze kwamba pamoja na kwamba tuko Dar es Salaam, nimefurahi kusikia mnatoa hati za Dodoma, lakini nimefurahi pia kusikia mnatoa huduma hata za mikoa mingine kwa kushirikiana na makamishna wa mikoa mingine. Wananchi wakiwa wanaendelea kupatiwa huduma katika banda hili la Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Bi Lucy Kabyemera alitembelea taasisi mbalimbali za wizara hiyo na kujionea namna ambavyo wananchi wanahudumiwa. Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu hakuishia hapo. Pia alitoa hati kwa wananchi wachache waliofika katika banda hilo, na baada ya zoezi hilo kukamilika, wananchi wachache kati ya waliopata hati walikuwa na haya ya kusema. Mimi naitwa Obeidi Mwangasa na mke wangu anaitwa Lutusio Rosso. Sisi ni wakazi wa Kibamba, eneo la Mloganzila. Tuna eneo letu ambalo tumekuwa tukilirasimisha kwa kutafuta hati. Na leo tumefika hapa kwa ajili ya kuchukua hati yetu, ambao ni eneo tunalomiliki mimi kama viongozi wa familia, mimi na mke wangu. Mnaonaje huduma tangu mlipofika hapa? Kwa kweli huduma imekuwa ni nyepesi, wala hatukupata usumbufu. Nilipoonyesha tu na nipo namba yangu, tukaitwa kwamba ni hati ziko tayari, tukapewa. Hatujachukua hata muda mrefu, hata nusu saa kufika. Kwa majina naitwa Gloria Bakirane Munthali. Nimefika hapa kupata huduma ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa ajili ya kufuatilia hati zangu 2. Nimefanikiwa, nimefurahi sana. Nimepata hati zangu, huduma ni nzuri sana. Wahudumu wako makini, wanafuatilia kila mtu anahitaji nini, wanatuongoza tukae wapi, nani umuone, msajili, kamishna, Kwa hiyo nashukuru sana. Naitwa Emmanuel Tembe Ngolo, natokea Kijiji. Nimekuja kuchukua hati yangu hapa Sabasaba. Nimechukua hati yangu vizuri kabisa. Hati zinatoka vizuri na watumishi wanafanya kazi vizuri sana. Unaonaje huduma za hapa tangu ulipofika kufuatilia mpaka ulipopata hati yako na mheshimiwa alipokukabidhi? Huduma ni nzuri sana, nzuri sana. Hakuna msongamano, tunaenda kwa foreign, tunakaa kwenye viti, tunaitwa majina, na ukiitwa jina lako unapata hati yako pale pale. Na tunakabidhiwa na mheshimiwa hapa. Mimi nimepata kwa kuitwa jina bila tatizo. Hadi sasa nimefurahi kupata hati yangu. Unaambiaje wananchi ambao pengine wanafika hapa na wangetamani kupata hati zao? Naomba wananchi wafike hapa Sabasaba, wapate huduma, wapate hati zao bila shida. Wapange foleni, wafuate utaratibu na waende na muda na hawacheleweshi. Dakika 20 ni nyingi, unachukua hati yako unaondoka zako. Mwisho, Mheshimiwa Bi Lucy Kabyemera ambaye ni naibu katibu mkuu alitoa wito kwa wananchi ambao walifika katika banda la wizara na wananchi wote kwa ujumla. Mimi naitwa Lucy Kabyemera, ni naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na nipo hapa leo kwenye maonyesho ya 50 ya biashara katika viwanja hivi vya Sabasaba vilivyoko katika eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam. Kama ilivyo kawaida yetu, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi tumekuwa washiriki wazuri wa maonyesho haya ya biashara, tukishiriki kwa kuonyesha huduma mbalimbali zinazotolewa na sekta ya ardhi kwa maana ya wizara, lakini na halmashauri, lakini pia na wadau wengine ambao wanahusika na sekta ya ardhi pia tumejumuika nao, na taasisi nyingine ambazo zinasimamiwa na wizara vikiwemo vyuo vya ardhi Morogoro na Tabora, lakini taasisi zetu zinazosajili wataalamu wa uthamini na mipango miji, na vile vile hata shirika la nyumba ambalo liko chini ya wizara nao wapo hapa kwa ajili ya kuonyesha huduma mbalimbali ambazo wanazitoa kwa jamii. Na huduma kubwa ambazo zinatolewa ndani ya banda hili la Wizara ya Ardhi kubwa ni elimu. Elimu inahusiana na masuala ya ardhi, na kama tunavyotambua ardhi ni rasilimali ya muhimu kwa ukuaji wa uchumi, lakini pia kwa maendeleo ya jamii ya kila mwananchi mmoja mmoja.
Na kwa kutambua umuhimu wa elimu hiyo, basi wataalamu wetu wapo hapa kwa ajili ya kuelimisha wananchi mambo mengi, zikiwemo hatua za upatikanaji wa hati, lakini taratibu za upatikanaji wa ardhi, jambo ambalo ni la msingi ili kuwaepusha na kuingia kwenye changamoto ya migogoro ya ardhi. Tumebaini watu wengi wamejikuta kwenye changamoto hizi za migogoro ya ardhi kwa sababu tu hawana elimu sahihi inahusiana na masuala ya ardhi. Lakini vile vile hatutoi elimu peke yake, kama nilivyosema awali, tunatoa na huduma zile zinazohusiana na hii sekta muhimu ya ardhi. Wataalamu wetu wapo hapa wanatoa hati, na kama nilivyosema wapo wa mkoa wa Dar es Salaam, wapo wa mkoa wa Pwani wanatoa hati hapa, lakini vile vile wapo wa mkoa wa Dodoma, kwa sababu sasa hivi tunatoa hati za kielektroniki. Kwa hiyo sehemu yoyote ile wanaweza wakakaa na wakatoa hizo hati. Hatujaishia hapo, vile vile kwenye huduma ambazo wanahitaji kwa mikoa mingine, basi wataalamu wetu walioko hapa wana uwezo wa kuwasiliana na mikoa ile mingine ambayo hawakuweza kushiriki hapa, na wakapata zile huduma hata zinazohusika kwenye mikoa ambayo watahitaji huduma hizo. Lakini lingine, huduma za upimaji, huduma za mipango miji, lakini wayapo mabaraza ya ardhi wako hapa, kwa hiyo na wenyewe wanaweza kuja kutoa elimu, lakini na kuwaeleza wananchi kama mtu yote ana shida yote inahusiana na masuala yote ya migogoro ya ardhi, wapo hapa kuwahudumia. Lakini lingine kubwa, tunatambua kwamba tumeanza mwaka wa fedha tarehe 1 Julai, na ni jukumu la kila mmiliki wa ardhi kuhakikisha kwamba kila inapoanza mwaka mpya wa fedha anatimiza wajibu wake wa kulipa kodi ya pango la ardhi. Wataalamu wetu wako hapa kwa ajili ya kutoa hiyo huduma, na niwaombe na kutoa rai kwa wananchi wote wa eneo lolote, alimradi una uwezo wa kufika ndani ya mabanda yetu, basi fika. Hata kama una kiwanja Kigoma, una kiwanja Morogoro, una kiwanja eneo lolote, fika hapa, unaweza kupewa ankara yako na ukaweza kutimiza wajibu wako wa kulipa kodi ya ardhi. Lakini kama nilivyoeleza, pia tuko na wadau wengine ambao tunashirikiana nao ambao ni private sector. Tunatambua, serikali yetu inatambua mchango mkubwa unaotolewa na private sector, na wenyewe wapo hapa. Tuna makampuni ya uendelezaji milki ambao wanatusaidia kwenye upangaji wa miji, lakini upimaji wa viwanja, na wengine wanafanya pia uendelezaji wa nyumba na uuzaji wa nyumba. Wako hapa. Kwa hiyo mwananchi yoyote ambaye ana mahitaji ya viwanja, ana mahitaji ya nyumba, ana mahitaji ya kufanywa hata huduma hizo nyingine kwa kutumia pia private sector, wapo hapa na wataweza kuwapatia hizo huduma. Kama nilivyogusia awali, shirika la nyumba wapo hapa pamoja na kueleza miradi yao ambao wanaitekeleza kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini, lakini pia wana huduma ya uuzaji wa nyumba hapa. Kwa hiyo mwananchi, kama una hitaji la nyumba eneo lolote hapa nchini kwenye miradi ambayo inatekelezwa na shirika la nyumba, basi tunakukaribisha uweze kutumia fursa hiyo kuweza kujipatia nyumba ndani ya viwanja hivi vya Sabasaba. Lakini tunatambua kwamba haki ya kumiliki ardhi haibagui, ni ya wananchi wote. Na kwa kipindi tuseme cha huko nyuma, tumetambua kulikuwa na changamoto kwa upande wa wenzetu wenye ulemavu, hususan wa kusikia. Lakini kwa kutambua umuhimu kwamba kila mwananchi ana haki ya kumiliki ardhi na kupata hata taarifa zinazohusiana na masuala ya ardhi, tupo na wenzetu wenye ulemavu wa kusikia ambao wana kiongozi wao ambao ana uwezo wa kutoa hiyo huduma kwa wenzao. Kwa hiyo tunawakaribisha hata wananchi ambao wana changamoto hiyo ya usikivu, basi waweze kufika hapa. Wataweza kupata taarifa zote muhimu na sahihi zinazohusiana na masuala ya ardhi kupitia wenzao ambao tumeshirikiana nao katika kutoa huduma hiyo. Asanteni sana. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inaendelea kuwakaribisha wananchi wote kutembelea banda lake katika maonesho ya Sabasaba 2026 ili kupata huduma, elimu na ushauri na majibu ya maswali yako kutoka kwa wataalamu wa sekta ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, ardhi salama, maendeleo endelevu. Nilikuletea makala haya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi siku ya leo. Msikilizaji mpendwa na mtazamaji wa mitandao yetu ya kijamii Radio Maria Tanzania, kama ambavyo tumeendelea kukutaarifu kwamba tumefika hapa katika banda la Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Tumejionea shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika hapa. Tumejifunza zaidi sana yale ambayo wenzetu wametushirikisha
hapa. Tumekuwa na mheshimiwa ambaye amepita kuweza kuona kazi mbalimbali ambazo zimefanyika hapa ndani ya banda hili, lakini pia vitengo mbalimbali, yani zile wizara ambazo zinapatikana chini ya wizara hii tumeweza kuona, lakini zaidi sana wale ambao wamepewa hati zao hapa. Na ni ukweli kwamba kila mmoja amefurahia huduma ambazo wanazipata hapa. Watu wamepewa hati zao hapa na kila mmoja amesema kwamba haichukui muda mrefu, mwingine akadiriki kusema ni chapu kwa haraka. Yani kwa hiyo ni mambo ambayo yanatukia hapa. Kwa hiyo tunakualika hata na wewe ambaye uko nyumbani na pengine unatafuta hati yako kuweza kufika hapa katika banda la Wizara ya Ardhi ili kuweza kujipatia hati yako. Mimi ni Happiness Mlewa. Asante na wakati mwingine.